Mimi kwa majina naitwa Jilani Mabonjo. Mimi ndio kocha kusaidiana na wenzangu wa timu ya Mikanjuni Rangers. So timu mweza kufanikiwa kushinda mechi moja kati ya 8. Je, unadhani sababu kuu inaweza kuwa ni nini? Sababu ni kutokana na team spirit ndio kidogo kwa wachezaji, alafu muda wengi wao ni watu wanafanya dharura, so inategemea vile wakati nafasi zao wanapopata, wakati wakiwa wako ofu ama kutoka mapema ndio waje wao mazoezi. Lakini mimi nina imani tutapanda zaidi kutokana na yale mafunzo ambayo sasa hivi naona yako katika mwongozo wangu na ratiba yangu. Mashabiki wameweza kuwa na wasiwasi kuhusu matokeo. Ni ujumbe gani ambao unaweza kuwapatia? Mimi nawaambia hata wasihofu, kwa sababu mpira ni karata, kuna kuliwa na kula. Kwa hivyo timu kubwa kuna kama Manchester United zinafungwa mechi karibu 10-8. Kwa hivyo hii waondoe hofu. Mimi nina imani kutokana na team spirit sasa ambayo iko ya wachezaji wangu na mimi na viongozi wengine ambao tunasaidiana, basi tuna imani ya kwamba sasa ndio mwelekeo ulioko wa kila mechi tutakuwa tunashinda. Kwenye mechi ijayo mnaweza kucheza na timu ile ya Komboa. Je, mweza kujipangaje kuhakikisha kwamba mnaweza kupata matokeo mazuri kwenye mchezo huo? Mimi kikosi changu kiko imara na hata wewe umekiona, huwa tunaganya timu mbili A na B. So pale ndio tuna select first 11 ambayo itakwenda pambana na Komboa. Kwa hivyo nina imani Komboa tutawafunga. Na je, kufikia sasa unadhani kwamba lengo kula timu ndani ya msimu huu kwenye Mtwapa Premier League mnaweza kulifikia? Tunaweza kulifikia kutokana na imani na umoja wa timu na nidhamu ya timu, kwa sababu mchezaji ni yule anafuata nidhamu ambayo anapawa ama yuko nayo katika uwanja na nje ya uwanja. Malengo yetu tutafikia. Na kipindi cha nyuma ulikuwa mkufunzi wa timu ile ya Blue Stars, na wakati huo timu ilisimama kama timu moja ngumu ambayo iliweza kufahamika sana huku maeneo ya Mtwapa. Labda tuweze kutuelezea ni kitu gani kilichopelekea timu hiyo kuweza kusambaratika? Well, kwa kusema kweli mimi ndio nilikuwa kocha wa Blue Star na niliweza kuwapatia mafunzo ambayo nashukuru. Ilikuwa ni timu ngumu sana kuifunga, ilikuwa ni matatizo. So lakini pakaingia siasa. Unajua timu ikiwa kocha ndio mwenye majukumu, alafu kuna watu wanakuja wanakuambia mchezeshe huyu ama mchezeshe huyu, kwa sababu yeye ni officials ama pengine ni mdhamini kidogo. Sasa pale ndio panakuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu yeye anataka mchezeshe yule mchezaji ambaye ni wake yeye, lakini yule mchezaji hajakop katika ile format ambayo wewe umewaendeleza wenzako. Sasa ilisambaratika kutokana na baadhi ya watu tu ambao walileta siasa ndani yake. Sasa nikaamua mimi kuona kwamba afadhali niwe kando ili tuone yule atakayechukua Blue Star kufikia kilele pale nilipofikisha, itakuwa ni vizuri kwa timu na kwa jamii ya Mzambarao. Na je, unaamini Blue Stars inaweza kufufuka tena kwa kipindi hiki? Sidhani, kwa sababu mimi baadhi ya vijana wengi ambao walikuwa kuna wazuia ndio wale wanaojaza matatu pale stage Mzambarao, na wengi wao sasa hivi wameingilia uraibu, mgukaa, hiyo sijui tu skanki nini. Pale walikuwa ni wachezaji wazuri sana, ambapo mimi matarajio yangu ulikuwa wakiwa wataendelea vizuri niwachukue niwavukishe waende kule ninakojulikana zaidi kule Mombasa, na baadhi ya wachezaji wenzangu ambao ni makocha wa timu kadhaa ili waweze kuwachukua waone standard yao kama ina fit katika ile timu, basi waweze kupata ajira. Lakini sasa kutokana na siasa hiyo ndio ilifanya ile timu kazorota lakini ilikuwa na vijana wazuri sana. Na ni ujumbe gani ambao unaweza kuwapa viongozi wa vilabu vya huku kwetu mashindani ili timu zao zisipate mkumbo sawa na ilipoelekea Blue Stars? Well, mimi kitu ningependa kuwapatia ushauri ni kwamba napenda waache coach afanye kazi yake. Kocha akipawa ile fursa, hata timu ikiwa pengine imeshindwa, lakini yeye ndio anajua kwa nini imeshindwa, lakini sio mwingilio wakati wa huyu akwambia mchezeshe huyu
huyu akwambia mchezeshe huyu. Sasa pale ndio panakuwa tatizo. Kwa hivyo mimi nawatakia timu zote ambazo zilizoko katika Mtwapa Division kuhusiana na masuala ya ligi, tujaribu kuangalia vijana ambao wako kati ya umri wa miaka 16 mpaka 18, kwa sababu leo utamweka mchezaji ana miaka 31, huyo atakuwa hakuna kitu atakachokuwa anafanya, bali itakuwa ni kuongeza tu ile nguvu pale ili timu songe mbele. Lakini mimi ningependa kuwashauri vijana, wao wana talanta kubwa sana ya kucheza. Kitu ningewaomba waachane na mihadharati yote, waone talanta yao itawafikisha katika kilele gani katika hali walio ya kimaisha. Shukran na asante pia kwa muda wako. Asante sana.